Babun, akianza kueleza topic maana yake moja kwa moja, kila neno kivyake. Babun huwa lughatan almadkhalu. Bab katika lugha ya Kiarabu, katika mlango kama huo ambao kwamba tumezungumzia, maana yake ni almadkhal, ni sehemu ya kuingililia. Wastilahan, na katika sheria, ismun li jumlatin min alilmi tahtahu fusulun wa masailu ghaliban, ni jina ambalo kwamba linakusanya katika elimu ambao kwamba chini yake kuna sehemu tofauti tofauti na masail tofauti tofauti. Ndio maana ya bab. Yukaffaru at-takfiru fi lughati, takfir katika lugha, as-sitru wat-taghtiya, ni kufunika na kuhifadhi. Wa shar'an, na katika sheria, yukaffaru maana yake ni mahwu dhambi hatta yasira bimanzilati al-ma'dum, ni kufuta madhambi mpaka ifike manzila ya kwamba haionekani. Ndiyo maana yukaffar. Min adh-dhunub, min bayaniyatun wa laysat litab'id. Min iliyotumika katika hii jumla hapa ni bayaniya, ni ya kueleza, wa laysat litab'id, wala min hapa haikuja maana ya kufanya baadhi na kuondoa baadhi nyingine. Wadh-dhunubu jam'u dhanbin wa huwa ma taqbahu 'aqibatuhu, na dhunub maana yake ni wingi wa neno dhamb, ni wingi wa neno dhamb. Dhunub ni wingi wa neno dhamb, wa huwa ma taqbahu aqibatuhu, na ni jambo ambalo kwamba mwisho wake linakuwa ni mbaya. Ndio maana ya adh-dhunub. Amanu, asema saddaqu biqulubihim. Amanu maana yake ni watu ambao kwamba wamesadikisha katika nyoyo zao, wanataqu bialsinatihim, na wakatamka kwa ulimi wao, waamilu bijawarihihim, na wakafanyia kazi kwa viwiliwili vyao. Wa ra'su dhalika at-tauhid, na kichwa ya mambo haya yote ni at-tauhid.